Wadogo zangu wana habari, leo nimewaita kwa ajenda moja. Niliwaambia kwamba tutafanya tena press kwa ajili ya muendelezo wa shughuli yetu ya kila mwaka ya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ambayo yatafanyika pale kwenye viwanja vya Karimjee tarehe 19 mwezi huu wa 3 siku ya Alhamis 2026 hii baada ya swala ya dhuhuri, kwa maana ya saa 7:30. Tutakwenda na hiyo shughuli mpaka time ya mwisho na tutafuturu pamoja pale kwenye viwanja vya Karimjee ambao viko chini ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ambalo kwa bahati nzuri pia mimi ni diwani wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tutafanya katika viwanja vyetu. Karimjee una historia, nilitoa nadhani last week. Kwa sababu jambo hili linafanyika Dar es Salaam, ni vizuri tukalifanyia pale pale kwenye kumbi yenye historia kubwa kwa nchi yetu na mji wetu wa Dar es Salaam. Nimejaribu kumtafuta Mheshimiwa Waziri Mkuu nikimwomba aje kwa mgeni rasmi, naye anaangalia ratiba zake kama kiongozi mmoja wa viongozi wakuu wa serikali. Kifupi ni kama mtendaji mkuu wa serikali, aje atusaidie, sababu lengo letu ni kufanya inspiration kwa wanasiasa na watu maarufu kwa ajili ya watoto na kizazi kijacho. Kizazi chetu sasa hivi na nyinyi ni sehemu hicho kizazi, mko katika au tupo, manake na mimi naishi katika dunia ya utandawazi iliyojaa mifumo ya kidijitali, social media, ambayo kuna vitu vingi vyema na vingine vya ovyo ovyo ambavyo navyo ni vingi. Sasa kusoma Qur'ani kwa viongozi wa kisiasa, watu mashuhuri, kunafanya watoto hawa waone kumbe akimuona mtu maarufu anasoma Qur'ani, akimuona mwanasiasa anasoma Qur'ani anasema au akimuona kiongozi wake, mbunge wake, akimuona minister, waziri pale, au akimuona msanii ambaye mara kwa mara anamwangalia kwenye TV, inamfanya apate hamu ya kujifunza Qur'ani. Unapopata hamu ya kusoma kitabu cha Mungu mtoto, maana yake kuna maadili utakwenda kuyafanya yatakayompendeza Mungu na jamii yako. Tukiacha kizazi hiki kisifanyiwe utaratibu mahsusi wa kumjua Mungu, tutakuwa na generation ya ajabu sana miaka ijayo. Nyinyi ni mashahidi kwenye social media yanayoendelea wakati fulani, ni hatari. Mimi mtoto wangu wa kike mmoja mdogo yuko form 2, hasa akanambia mtihani wa kuingia form 2 nasoma pale Mtazira, akanambia baba, mimi nakuahidi nitafaulu sana, nitapata A+. Nikamwambia nitakupa zawadi. Akaambia acha nichague mwenyewe zawadi. Kama mimi nachagua nunulie simu ya iPhone 17. Nikamwambia sio 17, hata ingekuwa 11, kwa kuwa hujafika umri wa kumiliki simu au wa kuwa na simu, siwezi kununulia simu. Mtoto wa miaka 13 huwezi kumiliki simu kwa maadili nilokuzwa mimi na maadili yanayotakiwa. Kwenye simu utaingia kwenye Facebook, utaingia Twitter, utaingia Instagram, utaingia TikTok, utakutana na mabalaa, na wewe ndio mtoto wa miaka 13. Nikamwambia never ever. Mbona watoto wenzetu wengine wanashika, walimu hawajui. Yaani anakuja na simu kwenye mabegi, lakini walimu hawajui. Mtoto wa miaka 13, 14 hawezi kumiliki simu.
Sasa hii dunia hii hatuwezi kuzuia, ndio ishafika. Mitandao ya kijamii ipo, kuna AI sijui hayo sasa hivi imeanza ya ajabu ajabu. Tunajaribu kutaka tu kuonyesha kwamba na sisi tunatoa mchango wetu kwa ajili ya kukilinda na kukwepa wasia mzuri kizazi kinachokuja. Sababu sisi wote, hata nyinyi hapa, hata kama mna watoto hivi sasa, lakini ni wazazi watarajiwa. Kwa hiyo lengo letu la mashindano haya sio kama wengine wanavyosema, unajua mwaka juzi itokea hivyo, mwaka jana pia maneno, lakini Mungu ametusaidia. Mtaweka pale wasanii watakuja nasoma Qur'ani huko wamevaa vipuri. Ilitokea baadhi ya watu mitandaoni, lakini nyinyi mashahidi. Hakuna mtu aliyovaa kipuri, hakuna mtu alikuja pale anasoma Qur'ani huko amevaa cheni, hakuna mtu alikuja pale kusoma Qur'ani huko kajipamba mapodari ya ajabu. Si wanawake si wanaume, wamekuja kwa adabu, kwa heshima, wanajua hiki ni kitabu cha Mungu. Wasanii wamesoma Qur'ani kwa nidhamu kubwa, bila kuleta mambo yao ya sanaa. Yaani sanaa yao wanaiacha majukwani, wakifika pale wanajua ni eneo hili tunakuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wamejihifadhi, wamekuja. Hamna mtu alokuja bila mtandio. Atakuja na vimini, haiwezekani. Hakuna aliyekuja na kimini, na mwaka huu hali kadhalika. Lengo ni kufanya inspiration, na ndio maana tumemuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu aje kwa mgeni rasmi. Tumemuomba, uthibitisho wake bado, kwa sababu unajua Waziri Mkuu sasa hivi anakimbiza nchi. Alhamdulillah, kila siku mnamsikia mara huku mara huku mara huku, anamsaidia Mheshimiwa Rais kwa kukimbiza nchi. Tuahidi kwamba nafasi ikipatikana atakuja mara moja, aje ashiriki nasi Karimjee. Leo si kama kishaondoka Sumbawanga, lakini mara iko Bukoba, mara iko Arusha, mara iko Moshi, mara iko wapi, anatoa majawabu ya changamoto za watu. Na katika hili tumpongeze sana, yaani tumpongeze sana Mheshimiwa Mwigulu kwenda kusikiliza kero za watu na kutoa majawabu ya hapo kwa hapo. Kwa hata sisi tumemuomba, tunamwambia ikikubidi, ukipata fursa tukiwa na wewe tutashukuru sana. Tutashukuru sana. Ingawa kaanza bwana, sasa katika kamati yangu bwana, sasa inakuwaje? Unajua raha yake mgeni rasmi Muislamu. Nikamwambia huu ni kiongozi wa nchi, na sisi tunafanya inspiration. Huu ni kiongozi wa nchi, haijalishi pale anakuja kwa sababu haji pale kama shekhe. Mashekhe watakuwepo, watafanya shughuli yao ya kishekhe, lakini wanakuja pale kama kiongozi wa nchi. Tumemuomba aje afanye kazi hii ya Mungu. Kwa hiyo moja ya kazi ya viongozi ni kufanya kazi ya Mungu, kwamba kuwaongoza watu kwa misingi iliyo sahihi. Tumepata washiriki wengi. Kwanza wale wa mwaka jana, asilimia kubwa wote wamethibitisha kushiriki, lakini nimemuomba msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali ashiriki. Ahmed Ali ni hodari pia katika mambo haya, na nyinyi ni mashahidi. Nimemuomba ashiriki. Ratiba yao ya Simba imekaa kimkakati. Wanacheza tarehe 19 na Pamba, na ndio siku hiyo hafla yetu, lakini mwambie afanye juu chini, ashiriki katika namna ambayo atasaidia na yeye kufanya inspiration. Lakini pia tunajaribu kuwatafuta msemaji wa Yanga na watu wa Young Africans washiriki. Nimeambiwa na watu wangu kwamba Famau, mshiriki wa mwaka jana, atakuwepo, ambaye ameshinda. Niliulizwa swali hapa last week kama anaruhusiwa kushiriki. Imethibitika kwamba anaruhusiwa na atashiriki, amethibitisha. Lakini pia kuna ingawa sio neno sahihi, anaitwa influencer. Sidhani kama wale ni influencer. Anaitwa nani yule? Odianga, naye atashiriki. Watashiriki. Lakini pia nimemuomba mdogo wangu Nifa. Nimemsikia akisoma Qur'ani mara kwa mara kwenye social media, anaisoma vizuri na very popular sasa hivi kwenye social media zetu, hususan kwa wasichana na kidadada, kwa sababu ya aina ya biashara anayoifanya
ndio matakwa ya soko la sasa. Anafanya kazi nzuri kwenye biashara na amekuwa popular, namba ya followers imeongezeka na anajituma. Unajua, ukiona mtoto wa kike anapambana, anajituma, na ukijituma kuna wakati lazima upate kwa upinzani. Ukifanya vizuri siku zote katika jambo lote lazima upate upinzani, lakini tunataka tumuombe na tumemwambia, ingawa alikuwa safarini nje ya nchi, tumuomba aje kushiriki na amekubali atashiriki, na washiriki wengine ambao walikuwepo mwaka jana wote tunaomba waje washiriki. Lakini tumeomba na wanasiasa. Tumemuomba Mheshimiwa Ulega, waziri wetu wa ujenzi, uwezo mkubwa wa kusoma Qur'ani. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu dada yetu tunamuomba, lakini Mheshimiwa Ridhiwani tunamuomba. Mheshimiwa Wesu amethibitisha atashiriki, lakini na Mheshimiwa Zainab mbunge ambaye ni mkewe Zainab Abdallah tunamuomba aje kushiriki. Tunataka kufanya kitu kilete hamasa katika siku ya mwisho ya Ramadhani, yaumu shak. Maana mwezi 29, mwezi unaweza kuonekana mwezi 29. Ukionekana tutafunga siku 29. Siku inayofuata Ijumaa itakuwa Idi. La ikijaliwa tufunge siku 30 kamili, manake Idi itakuwa Jumamosi. Sasa kazi ya kutangaza Idi lini ni kazi ya BAKWATA na Mufti, lakini sisi tunafanya mashindano yetu mwezi 29, na tumemwalika Mheshimiwa Mufti aje pamoja na mashekhe wengine waje pale katika jambo hili kubwa. Tumeweza tutafuturu pamoja nyinyi wanahabari, pia ni sehemu ya mwaliko. Tutafanya coverage kubwa, itakwenda live, na mshindi kama nilivyosema atapata ticket ya kwenda Maka kwenye hija kubwa. Kuna ile hija ya mfungo tatu, yani inakuwa Eid al-Adha, unasema Eid ya kuchinja. Maana sunna ya Eid ya mfungo tatu sio Eid hii inayokuja ya mfungo tatu. Sunna yake ni kuchinja, inaitwa Eid al-Adha. Kwa hiyo tutampeleka mtu Maka. Mwaka jana tulimpeleka umra, Eid ile ambayo nani umra nani hija ile nyingine tulimpeleka Famao. Sasa mwaka huu mshindi atakwenda hija. Moja ya nguzo za Kiislamu ni kwenda Maka kwa hiji, kwa mwenye uwezo. Hasa sisi taasisi yetu ya Manara Foundation, mshindi tutampeleka Maka katika na hasa sio kuonyesha kushindana, lakini nataka tu ushiriki wa watu, kwamba vijana wa Kiislamu, watu wa Kiislamu wanasoma Qur'an, wanasiasa nani ni fahari, yani mtu aone proud kusoma Qur'an. Msikia ulinifa mwaka anasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alisoma dua hii Nabiullah Nuh wakati alipomezwa na chewa, kama taarifa zangu ziko sahihi, lakini akaokoka au akaokolewa kwa sababu ya kuisoma hii la ilaha illa anta inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Fasaha ya yule nifa ikanivutia sana, la haula la quwwata. Huyu binti kumbe ana fasaha hii ya kusoma, na ukimsikiza akisoma Qur'ani utashangaa anasoma kwa fasaha. Maana sio kuna kusoma na kuchoma. Huyu anasoma. Mwalimu wangu shaweza kusema kusoma na kuchoma. Au msikize Ahmed Ali akisoma utashangaa bwana, pamoja na makeke yake na mambo yake mazuri anayofanya kwa timu yake, lakini anasoma vizuri sana Qur'an. Famao mwaka jana alishiriki, alishinda. Ukimsikia akisoma Qur'ani, oh fantastic. Kwa hiyo wako watu pamoja na umaarufu wao wanasoma vizuri Qur'an. Mheshimiwa Wesu utashangaa akisoma Qur'an, utashangaa tusema waziri ndo anapambana na sekta ngumu ya maji nchini, lakini wako wengi sana.
wanaisoma, ina maana walipata elimu ya dini na dunia. Sasa nimalizie kwa shukuru wanahabari. Najua mtakuja hapa na maswali yenu kinyume na hiki nilichokileta. Sidhani kama nitakuwa na nafasi ya kujibu. Mimi nimekuja hapa na ajenda ya mashindano yetu ya kusoma Qur'an. Mnaita celebrities nini? Na adhana inanipa ushahidi wa kile nilichokizungumza ni sahihi. Kwa naomba support yenu. Naomba tushirikiane. Hili jambo ni kwa ajili ya kukilinda kizazi chetu. Yani na target kulinda kizazi chetu. Wenzangu wa dini nyingine nao wana namna sahihi ya kulinda kizazi chetu. Wote target yetu ni kulinda kizazi chetu. Dini inakutia hofu mwanadamu. Kuna mambo unazofanya lakini kama umepata misingi fulani ya dini, kuna mambo huwezi kufanya. Hata wale watu mabaramaki kabisa wale, kuna mambo kumbuka, kuna Mungu, basi anarudi nyuma hatua 5. Na hii inatoka nini? Kupata misingi ya dini. Na ndio tunachokifanya sisi, kwa motivate, kufanya inspiration kwa generation ya Tanzania iliyopo sasa na ijayo. Asanteni sana, na ruhusu maswali.